Habari zenyu, nahisi ama natarajia mmeamka vyema. Mimi pia nimeamka vyema, na leo pia nataka kutumia lugha ya Kiswahili nikitaka kuongelea kuhusu wale tuliolelewa bila baba zetu. Nimeona tu nisimulie kwa sababu mimi ni mmoja wa wale ambao wamelelewa bila baba. So nataka tushare pamoja leo hii hadithi, historia yangu na jinsi nilivyojifunza, jinsi nilivyokuwa najisikia kama sijalelewa na baba. Najua tuko wengi, labda kwa kunena na nyinyi leo 1, 2, 3, pia mtu atakuwa ametiwa moyo na kuona hayuko peke yake. Pia leo nimeandika niona na umri wangu saa zingine mambo naweza sahau. Sasa huwa napenda kuandika, alafu nahadithia nikiangalia mahali niliandika. Kwa hivyo mtaniwia radhi kwa hilo. Haya, kuna baadhi ya safari za maisha ambazo hatuzichagui, tunajikuta tu na tunalazimika kuishi ndani yake. Kama hizo sasa, wewe umejikuta kwa familia, najua tukiwa wadogo hatukuwa tunaelewa. Lakini sasa ushakuwa mtu mzima, unajikuta sasa uko kwa hiyo familia, haina baba, mko tu na mzazi mmoja. Inakubidi uzoee kwa sababu sasa haujui nini ilitendeka ama ilikuwaje, inakubidi tu uzoee bila maswali mengi. Unapozidi kukua mkubwa, labda mzazi aliyebaki anaweza kukupa taarifa iliyofanyika, ama anaweza kueleza sababu mwenzake hayuko. But sasa wewe ukiwa kama mtoto, unakaa tu unakaa maisha yalivyo bila maswali mengi, bila kujihisi kama wewe ni mtoto tofauti ama nyinyi familia yenu ni tofauti na ile ingine. Na polepole mambo huwa yanajijibu, yanaleta majibu. Tulikuwa watoto bila baba mzazi. Sasa hii ni historia yangu. Tulikuwa watoto bila baba mzazi. Tulipokuwa wadogo, labda hatukuelewa vizuri maana ya kukua bila baba. Tuliona watoto wengine wakiwa na baba yao, wakiongozana nao, wakizungumza nao, na wakati mwingine wakipokea ushauri kutoka kwao. Sisi tulikuwa na maswali mengi moyoni. Kabla sijaendelea mbele, sisi kwetu tumezaliwa watatu. Mimi nikiwa ule mkubwa, kuna mwenye amenifuata na mwingine. Na hayo maswali kweli tulikuwa tunajiuliza. Unaenda kutembea kwa rafiki yako, unakuta wamekaa vizuri na baba yao na mama yao. Na unajiuliza maswali mengi. Ukirudi kwenyu unakuta tu mama peke yake. Na labda hata mama hayuko kwa sababu kama hana mwenzake wa kumsaidia, si lazima ataenda kazini. Sasa unakuta nyumba yenu saa yote ni upweke. Na unajiuliza maswali mengi lakini hauna majibu. Unakuta mtoto hapo nje anasema, labda mmekosana kawaida venye watoto wanakosananga, anakimbia, mimi naenda kuambia babangu, mimi naenda kuambia babangu. Sasa wewe unashindwa utaambia baba mgani? Na hapo unajisikia upweke, unajiuliza maswali mengi. Kwani mbona mimi niwe hivi, mbona kwetu kuwe hivi? Lakini pole pole tulipoendelea kukua, tulizidi kuelewa. Lakini kadri tulivyokuwa, tulianza kuelewa kwamba maisha hayampatii kila mtu mwanzo unaofanana. Mama alikuwa sehemu kubwa ya maisha yetu kabisa. Alikuwa sehemu kubwa ya maisha yetu. Alijitolea kweli kweli. Kwa sababu sisi wote tulisoma, hatukuwahi lala njaa, hatukukosa mavazi,
alijitolea. Hapo naye namuinulia mkono. Mara nyingi hakuwa nyumbani, alikuwa anafanya kazi mbali na alikuwa anakuja tuseme kwa mwezi mara 2. Alikuwa anakuja Friday, anakaa Friday, Saturday, Sunday anaondoka. Tena anakaa wiki moja hajaingia, tena anakuja wiki ile ingine. Friday, Saturday, Sunday anaondoka. Sasa mimi kama ule msichana mkubwa ndio nilikuwa naangalia watoto wenzangu. Na hayo maswali, kwani baba alienda wapi? Kwa nini baba alituacha? But kama sasa watoto wa leo, kama sasa mimi venye nishakuwa kwa ndoa na labda sina mume wangu, mtoto wangu atakuja hapa chini tukae naye na ataniuliza na sitakuwa mkali. Lakini nyakati hizo, wacha hata nyakati hizo, mpaka sasa hivi. Mamangu mzazi huwezi kaa chini ukamuuliza baba alienda wapi, ilifanyikaje. Anabadilika, kama alikuwa anacheka, anabadilika, anakuwa anakasirika. Zamani hizo ungemuuliza alikuwa unapigwa vibaya sana. Hiyo ni maswali ya kuniuliza. So sisi tulikaa tu venye tumenyamaza, hatuulizi maswali. Na hadi sasa hatuwezi uliza maswali. Alijitahidi kwa uwezo wake kuhakikisha tunapata chakula, mavazi, mahitaji ya msingi. Wakati mwingine haikuwa rahisi. Kulikuwa na siku ambazo tulitamani maisha yangekuwa tofauti. Kumaanisha hivyo ni kusema tulitamani maisha yaliyo na baba mzazi. Kwa sababu tunaona wenzetu wako na baba, wakati wanaenda kanisani wanaandamana. Labda umetoka shuleni unahitaji kuonyeshwa homework, baba ako hapo akuonyeshe homework, mama yao ako pale anapika. Na kwetu ilikuwa tofauti. Hatukuona haya mambo yote. Lakini pamoja na changamoto hizo tulijifunza jambo la kwanza. Maisha yanaweza kuwa magumu, lakini hatupaswi kukata tamaa. Kweli kabisa. Hatukukata tamaa kwa sababu pia tulikuwa na maombi ya kimoyoni. Nikikuwa mkubwa nataka kuwa hivi, nikikuwa mkubwa nataka kuwa hivi. So haikuwa ati sasa kwa sababu hatuna baba hatutaweza kutimiza hayo. Hata ndio tuliongezea bidii zaidi ndio tujitoe ama tujaribu kufanana na wale watoto ambao tulikuwa tunaona wako na familia kamili ya baba, mama na mtoto. Tulijifunza kujitegemea mapema kabisa. Tulijifunza kwamba hakuna mtu anayepaswa kusubiri huruma ya wengine kabisa ili afanikiwe. Tulianza kudhamini hata kidogo tulichokuwa nacho. Kabisa. Tulianza kudhamini kidogo kile tulicho nacho. Kwa maisha hayo magumu na hizo changamoto zote, mama hayuko, baba hayuko, ni sisi peke yetu. Tulianza kujifunza, tulianza kusoma mambo mengi, hata kujichunga sisi wenyewe kama wasichana wadogo, tulianza kujichunga. Kwa sababu tuliangalia hivi na hivi tukaona hakuna baba, hakuna mama. Mama ako kazini, baba hayuko kabisa, hata hatumjui. Labda hata ni mtu tunakutananga na yeye kwa njia na mimi simjui, na yeye pia kwa sababu aliniacha nikiwa mtoto mdogo hawezi nitambua. Ama kama sasa venye mimi niko kwa biashara, labda hata ni mteja wangu anakuja ananinunulia na sijatambua kwamba huyu ndiye baba yangu mzazi. Pia hapo ningesihi wa mama, hata kama sijui ni kimila ama ni vile walilelewa, mambo kama haya hawangeweza kuzungumza. Ni vizuri uelezee watoto wako jinsi ni nini ilifanyika, ama huyo baba mzazi ako wapi. Sisi wenyewe tunaweza chukua jukumu ya kwenda kumtafuta. Labda ni mtu tu tunapitana tu na hatujuani. So ningeomba tu wale tunapitia hayo na wale wazazi wamepitia mambo kama hayo, tafadhali ongeeni na watoto wenyu, mwambie baba yenu ni yule, baba yenu anakuanga mahali fulani.
kwa sababu kwa kweli ndani ya moyo tunatamani kuona huyo baba, tumjue ndiye huyu, tuongee naye kidogo. You see, mambo kama hayo, lakini mama amekaa ngumu, gangari, hata umuulize mama, hey, anabadilika, anakuwa kitu kingine tofauti. But tumekuja kuzoea ni vile walilelewa, kwa sababu kama mimi sahii, mtoto wangu akae hapa aniulize, mama nataka kujua, nitamweleza kila kitu, hakuna kitu cha kuficha. Nitamweleza, lakini wale waliotuzaa, ni vita. Inakaa ni kama unapita mipaka ama unakosea huyo mama heshima. So kwa hiyo pia katika hiyo hali tulijifunza mambo mengi, tulijifunza kuvumilia, tulijifunza kufanya kazi kwa bidii, tulijifunza kudhamini familia zetu. Sasa tukiwa watu wazima, unakuwa na hiyo ombi la moyoni, mimi nikiwa mkubwa nikiolewa sitataka familia yangu ikuwe hivi. Tafanya juu chini iwezekane. Kwa sababu tulitamani vile tulikuwa tunaona. Saa zingine hata mko shuleni, kama ile wakati wazazi mnaruhusiwa kwenda kuona watoto wenyu ambao wako boarding. Unaona baba amekuja, mtoto amemletea mtoto zawadi, wamefurahiana na wewe hakuna. Sasa unatamani jambo kama hilo. Hilo ndio nasema tudhamini familia. Tulijifunza kuwa na huruma kwa watu wanaopitia magumu kama hayo. Kwa sababu wewe bila kupitia jambo kama hilo, wewe utaona tu ni kawaida. But mtoto ambaye hajakuwa na baba, kuna ile, sijui nitasema aje, huwa wanajiona ni kama wametengwa kwa familia, hawafai kwa familia. Unajiuliza maswali mengi, kwa nini huyu baba aliona tu aniache? Sasa wanakuwa na hao mawazo. Na utaona mara mingi wanakaanga peke yao, wamenyamaza, hawataki maneno mengi, kwa sababu wanaona wako na kasoro fulani, kasoro ya kukosa baba. Na zaidi ya yote tulijifunza kwamba historia yetu si lazima iwe mwisho wa maisha yetu. Kama wewe unayesikiliza hadithi hii, umekulia bila baba au umepitia mazingira ambayo yalikufanya ujihisi tofauti na wengine, nataka nikutie moyo. Usijione wewe ni mpungufu. Usiruhusu hali uliokulia ndani yake iamue thamani yako. Don't let your today to decide your tomorrow. Unaweza kuifanya ikawa zuri zaidi. Unaweza kuingia kwa ndoa na ukadhamini hiyo ndoa na ikakuwa familia nzima ya baba, mama na mtoto. So, huenda hukuchagua mwanzo wa safari yako, lakini unaweza kuchagua namna utakavyoiendeleza kabisa. Huenda hukuchagua mwanzo wa safari yako, lakini unaweza kuchagua namna utakavyoiendeleza. Sasa ni maisha yako, sasa si maisha ya mama, sasa si maisha ni yako sasa. Unaweza amua yangu haitakuwa vile, yangu itakuwa hivi. Maisha yanaweza kutupa mwanzo mgumu, lakini Mungu anaweza kutupa nguvu ya kuendelea. Kabisa, kwa sababu nyakati hizo kweli inahitaji Mungu. Mambo ni mengi, inahitaji Mungu. Kwanza tukiwa katika hiyo age ya teenage, inahitaji Mungu. Baba hayuko, unajua baba akiwa kwa familia anakuwa kama mlango. Anazuia mengi sana, mabaya yasiingie. Anajua pia haya ni mazuri, anaweza ingia, haya ni mabaya, anayazuia yasiingie. Hebu fikiria kama huyo baba hayuko. Na leo tunapozitazama safari yetu, hatusemi tu tulilelewa bila baba mzazi. Tunasema tulilelewa katika mazingira magumu, lakini tulijifunza kuwa na nguvu
na kuwa na huruma, kusamehe, kufanya kazi kwa bidii na kuendelea mbele. Kwa sababu wakati mwingine, yale tuliyodhani ni mapungufu katika maisha yetu, ndiyo yanayotufundisha masomo makubwa zaidi. Yanatufunza umuhimu, sisi pia tukiingia kwa zile ndoa, tujaribu kuchunga, tudhamini zile ndoa, tufanye juu chini, ikaweze kuwa familia ambayo imekamilika. Kwa sababu watoto hawasemi, lakini wanaumia na wanapitia mambo mengi huku nje, hata shuleni. So mtoto ambaye hajalelewa na baba hana tofauti na watoto wengine. Tulipoona wengine wakipata msaada ambao sisi hatukupata, wakati mwingine tuliumia, lakini baadaye tuligundua kwamba maumivu yale yalikuwa yanatufundisha kuwa na moyo wa huruma. Tulijifunza pia kutokuwahukumu watu kwa hali zao. Hatujui mtu mwingine amepitia nini mpaka afike pale alipo kabisa. And I think hiyo ndio ilikuwa inafanya hata ukiuliza mzazi, ukijaribu kumwenda polepole umuulize, anakuambia sitaki hayo maneno. Kwa sababu hata wakati huo angekueleza ungejua. Lakini saa hizi sisi tumekuwa watu wakubwa, tumeingia kwa ndoa, tumeelewa. Tumeelewa ni sababu gani imefanya wapitie mpaka wakafika mahali walipo. Kadiri miaka ilivyopita, tulianza kuacha kujiuliza kwa nini hatukuwa na baba, na tukaanza kujiuliza tunaweza kufanya nini na maisha tuliyopewa. Tulianza kujiuliza hivyo, tutafanya nini na maisha tuliyopewa, na tukaamua kuyafanya mazuri zaidi. Tukaanza kuzoea, tukaanza kuona tunaweza ishi hata bila huyo mzazi wa pili. Na tukafanya maisha yetu yakakuwa mazuri zaidi. Tuligundua kwamba kukosa kitu fulani maishani hakumaanishi kwamba hatuwezi kuwa na mazuri. Inawezekana tukakuwa tukiwa na majeraha moyoni, lakini bado tukawa watu wenye upendo. Tunaweza kukosa mfano fulani wa malezi, lakini bado tunajifunza kuwa wazazi wazuri, ndugu wazuri na watu wenye huruma. Kwa hayo mapito, inatufanya tunakuwa watu wazuri zaidi. Tunakuwa ndugu wazuri, dada wazuri, wake wazuri, mabwana wazuri, kaka wazuri, kwa hayo mapito ambayo tumepitia. Kwa sababu kwa kweli, tumejua hilo jeraha na hatuwezi taka mtu mwingine apitie lile jeraha. So kwa mimi kuwa mzuri, kwa mimi kuwa kaka mzuri wala kuwa dada mzuri, kuna kitu pia ninalea, kitu kizuri ambacho kitatoa matunda mazuri, sio kama yale ambayo tuliyoyapitia. Na jambo lingine kubwa tulijifunza ni kusamehe. Kusamehe hata huyo mzazi. Kwa sababu saa zingine ulikuwa unanyamaza unajiuliza, kwani huyo mzazi alinichukia kiasi gani? Akaona tu aniache kwa shida. Unakuwa na ile uchungu moyoni, ati hata nikikutana na huyo mzazi nitamuuliza maswali hata sitawahi. Lakini sasa wakati unakuwa mkubwa unaanza kuwa na ile kusamehe. Unaanza kuosha roho yako inakuwa safi, kwa sababu sasa umeanza kuelewa maisha. Sioni sababu mzuri ya baba kuacha watoto wake katika ule umri mdogo. Umri mdogo hata ule mkubwa sioni. Msamaha haukufuta yaliyotokea. Msamaha huwezi futa
Huwezi futa hilo jeraha, huwezi futa hilo fikira baba aliniacha, huwezi futa. But unasamehe tu, unasahau. Haukugeuza jana kuwa tofauti, lakini ulitusaidia kuacha kubeba mzigo wa uchungu kila siku. Kwa kizungu wanasemanga forgive and forget. Usisamehe na bado uko na uchungu. Ukisamehe na usahau, uchungu unaondoka. Lakini ukisamehe tu na bado uchungu umebakisha kwa roho, hiyo si msamaha, haujasamehe. So sisi tulijifunza kusamehe kabisa kabisa kabisa. Hata nikikutana na huyo ama siku ile mama yangu atafunguka niambie babako ndio ule, kwao ni kule, sitakuwa na hilo jeraha, nitajaa tu upendo kwa sababu nishasamehe. Leo ninapotazama nyuma, naona kwamba safari yetu haikuwa rahisi. Kuna mambo ambayo tungependa yangekuwa tofauti, lakini pia kuna nguvu tuliyopata kutokana na changamoto hizo. Ni kweli kabisa. Ungependa mambo yawe tofauti? Ungependa wakati wa visiting baba kuja kuvisit? Ungependa ukitoka shule baba kuonyeshe homework? Ungependa kama msichana unapokuwa mkubwa, unapochokozwa na vijana pale nje baba akusimamie? But hayo yote sisi hatukupata. Lakini haikutufanya sisi tuwe watoto tofauti. Na ndio tunasema tulisamehe na tukasahau na hayo maneno. Tukaponya kidonda. Tukakuwa watu wazuri, tukakuwa makaka wazuri na madada wazuri na wake wazuri. Hiyo ndio historia yangu ya kukua bila baba. Haikuwa rahisi, but tushakuwa wakubwa. Na ningependa kusema, kama kuna siku huyo baba ataona hii hadithi, baba sijui nitakwambia nini, but tulipitia mengi. Kuna nyakati tulikuwa tunalia, tunauliza, angalau baba yetu angekuwa hapa, hatungepitia haya. Angalau baba angekuwa hapa, singeona haya, singefukuzwa. Angalau baba angekuwa hapa, angenisimamia kwa ile kesi. Angalau baba angekuwa hapa, angenisimamia kama msichana wake. But hatukupata hayo, tuling'ang'ana tu sisi wenyewe. Maisha bila baba na mama peke yake. Kuna nyakati mnadharauliwa, hata huyo mama mwenyewe pia anadharauliwa kwa sababu tu kwa hiyo boma hakuna baba. But tumestahimili hayo yote, tukajikaza, tukaangalia mbele hadi tukafika mahali tulipo. So baba, mahali ulipo, jua sisi ni wanao na tunakupenda. Kama utanijua mimi, njoo nitafute. Ama nielezee mahali ulipo, mimi nitakuja nikutafute. Kwa sababu wewe ni baba. Hatuwezi pata baba mwingine hapa duniani. Wewe tu ndiye baba yetu milele na milele. Amina. Si tushakusamea, tujakubeba kwa roho. Nyinyi wewe mama hamjawahi kutuambia ni sababu gani mlitengana ama ilikuwaje. But sisi tulishasamehe. Siku yenye utaona hii historia, ujue tunakupenda sana. Na tungependa uje karibu na kwetu kama baba yetu. Tuongeleshe, utueleze ilivyotokea, na sisi tutakusikiliza tu kama wanao. Asanteni kwa kunisikiliza. Hayo tu ndio nimeona niwaeleze siku ya leo. Naomba tu mpende kazi yangu, mshare, mlike na msubscribe. Bye.